utawale, Roho wa Bwana. Haleluya. Ramajelebosakata. Roho wa Bwana, wewe uliye Bwana wa kanisa, ibada hii ni yako, kusanyiko hili ni lako Bwana. Wakati huu tunatamani kusikia kutoka kwako, ukaliseme neno Bwana ambalo litaleta ufunuo ndani ya mioyo yetu katika kukuelewa wewe, ili mwisho wa siku tukaweze kuzama katika ushirika na wewe. Tusaidie Roho Mtakatifu, tusaidie kila mmoja Bwana, kampe kuelewa na kupata ufunuo katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, na kila mmoja aseme amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa dakika hizi ambazo tutakuwa nazo, tutakuwa tunapita au tunajifunza kwenye mambo ambayo yatatusaidia kwenda sisi kuanza kuyafanyia kazi zaidi. Bwana asifiwe sana. Kwa hapa ninakupa changamoto ya kuendelea kukichimba zaidi hichi tutakachojifunza. Haleluya. Kwa natamani ukae katika hali hiyo ya kwamba ninakuwa prompted, ninapewa changamoto ya kutoka nayo ili niendelee kukifanyia kazi au kukitafakari zaidi na kuendelea kuzama. Kwa hiyo umuhimu wa kujazwa na kuishi katika Roho Mtakatifu. Sasa hicho ndo kichwa cha somo, lakini tutakachokuwa tunakiangalia hapa ambacho kitaelezea vizuri ili somo letu la umuhimu wa kujazwa na kuishi katika Roho Mtakatifu, tutajifunza kitu ambacho kitatusaidia kuelewa hilo jambo. Kwa nitakuwa ninafundisha kwa habari ya Roho Mtakatifu katika Agano Jipya. Bwana asifiwe sana. Roho Mtakatifu katika Agano Jipya, lakini mwisho wa siku itatupeleka kwenye kuelewa umuhimu wa kujazwa na kuishi katika Roho Mtakatifu, na kwa upana zaidi ya hivyo. Kwa tukimuelewa Roho Mtakatifu katika Agano Jipya, ni ana nafasi gani na ni kwa namna gani sisi kama waamini tunatakiwa kuwa na ushirika naye, itatusaidia sana sana kwenye maisha yetu ya Ukristo au kwenye maisha yetu ya kuwa wafuasi wa Kristo katika Agano Jipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukiangalia kichwa tunachojifunza au somo tunalojifunza kwamba Roho Mtakatifu katika Agano Jipya, maana yake ni kwamba Roho Mtakatifu alikuwepo kabla ya Agano Jipya kuanza. Bwana asifiwe sana. Wakati mwingine Roho Mtakatifu nafasi yake inaweza ikawa imechukuliwa kwa wepesi au kwa urahisi, kwa sababu tunafikiri Roho Mtakatifu alianza kuwepo siku ya Pentekoste. Roho Mtakatifu hakuanza kuwepo siku ya Pentekoste. Haikuwa mara yake ya kwanza, au hakuanza kutokea kwamba siku ya Pentekoste mitume walipojazwa au wanafunzi waliokuwa gorofani walipojazwa ndio Roho Mtakatifu alianza kuwepo. Hapana. Roho Mtakatifu alikuwepo kabla ya hapo. Bwana asifiwe sana. Ukisoma maandiko utaona tangu uumbaji Roho alikuwepo. Sawa Na hata kabla ya uumbaji Roho wa Mungu alikuwepo. Kwa nini? Kwa sababu Roho wa Mungu ni Mungu. Ni nafsi ya tatu ya Mungu, si ndio watu wa Mungu? Kwa alikuwepo kabla ya ulimwengu kuumbwa, tangu milele iliyopita alikuwepo. Kwa tukifahamu hilo, itatusaidia tunapokuja kuangalia Roho Mtakatifu katika Agano Jipya. Kuna uzito mkubwa sana kwenye jambo hili. Bwana asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu ambaye alikuwepo kabla ya Agano Jipya, namna alivyokuwa anafanya kazi, operation yake na kwenye Agano Jipya ni vitu viwili tofauti. Kwa ukielewa hizo nafasi zake au utendaji kazi wake au namna ambavyo Roho Mtakatifu anafanya kazi kwenye agano tulilonalo ndani ya Kristo Yesu, itakupa kuona uzito, itakupa kuiona nafasi yake kwa kina na kwa uzito unaotakiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nimekuambia Roho Mtakatifu alikuwepo kabla ya uumbaji, na sio kweli kwamba Pentekoste ndio ilikuwa siku ambayo Roho Mtakatifu alikuja.
au alianza kuwepo? Hapana. Sasa ukisoma katika Agano la Kale utaona Roho Mtakatifu alikaa juu ya makuhani, sawa, wale ambao Mungu alikuwa anawatumia, wafalme, manabii, alikaa juu yao na kutenda kazi pamoja nao. Sasa hilo tu peke yake nataka nitazamishe jambo. Kwa kumbe Roho Mtakatifu katika Agano la Kale, watu walioishi Agano la Kale, tukiwachukua mfano Israeli kama taifa la Mungu, walimuona au Roho Mtakatifu walivyokuwa wanampasivu, wanamchukulia ni kama kitu cha thamani sana, au Mungu kwenye uthamani sana, kwa sababu alikuwa anakuwepo kwa watu wachache, wale tu waliochaguliwa. Bwana asifiwe sana. Alikuwa anakaa tu juu ya wafalme. Kwa wenzetu Israeli, pamoja na kwamba walikuwa ni taifa la Mungu, walikuwa ni watu ambao wamechaguliwa, lakini bado Roho wa Mungu alikuwa akai ndani yao. Bwana asifiwe sana. Alikuwa anakaa juu ya makuhani, wafalme na manabii, na wale ambao Mungu alitaka kuwatumia kwa namna na kwa matukio maalum. Bwana asifiwe sana. Huyo ni Roho Mtakatifu katika Agano la Kale. Lakini sasa Mungu anaanza kutoa ahadi. Kisoma kwenye kitabu cha Ezekieli sura ile ya 36. Ezekieli sura ile ya 36. Nataka tuangalie ahadi ambayo Mungu anaitoa. Inaanza kumuonyesha au inaonyesha Roho Mtakatifu sasa namna ambavyo atakuja katika Agano Jipya au katika mfumo mwingine. Ezekieli 36 mstari wa 26 anasema, nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama. 27 anasema, nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha, naomba uzingatie hayo maneno, na kuwaendesha katika sheria zangu, nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unaona unabii huu ambao unatolewa kwa habari ya ujio mwingine wa namna nyingine wa Roho Mtakatifu, na anasema huyo Roho Mtakatifu atakaa ndani, sio tena juu ya, ndani yenu, na akiwa ndani yenu anasema atawaendesha katika sheria zangu. Bwana asifiwe sana. Sasa lugha hii anayoitumia ni ya muhimu sana kuielewa. Anaposema atawaendesha katika sheria zangu, kumbuka Israeli walikuwa wanaishi katika agano ambalo Mungu alifanya na Ibrahimu. Sawa? Kwa Torati ya Musa, baada ya Mungu kutoa sheria zake kupitia mtumishi wake Musa, Israeli ikawa inaongozwa kwa sheria ambayo Musa alipewa. Kwa anapotoa unabii huu kwamba Roho wa Mungu atakuja wakati fulani huko mbele na atakuwa ndani yenu, na anasema atawaendesha katika sheria zangu, maana yake ni kwamba lugha hii kwa Israeli ni kwamba hii sheria ya Musa ambayo imeandikwa kwenye vibao ambayo nilimpa Musa haitafanya kazi tu wakati huo, haitafanya kazi kama yenyewe, bali atakuwepo Roho atakayekuwa ndani ya watu, na huyo Roho ndiye atakayewaongoza kwenye sheria yangu. Bwana asifiwe sana. Sasa hii inamaanisha nini? Sheria ya Musa, watu wa Mungu, au sheria ya Mungu ambayo alimpa Musa, ilikuwa inawafanya Israeli wampendeze Mungu kwa kuifuata sheria ya Musa, wakamilike. Kwa walikuwa na kukamilishwa kwao kulikuwa kuko ndani ya nini? Ya sheria ya Musa. Lakini Mungu anaonyesha kwamba, nakumbuka kuna maneno ameyasema hapa, anasema nitawapa ninyi moyo mpya na nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitautoa moyo wa jiwe uliomo ndani yenu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu kwa tafsiri nyingine, Mungu alikuwa ameshaona kwamba hawa ndugu, sheria niliyowapa hii ya Musa, kwa aina ya mioyo walionayo haiwasaidii. Kwa tatizo haikuwa sheria ya Mungu, tatizo ilikuwa ni moyo wa nani? Wa mwanadamu. Sheria ya Mungu ilikuwa iko perfect, iko vizuri kabisa. Na sisi wa Pentecoste huwa tuna namna ambavyo tunaifanya, tunalitem kama Torati ya Musa kama ilikuwa ni kitu kibaya. Mungu hajawahi kutoa kitu kibaya, kwa sababu ilitoka kwa Mungu. Shida
shida haikuwa Torati ya Musa, shida ilikuwa ni moyo wa mwanadamu. Ndio maana hapa anasema atashughulika na moyo kwanza, auondoe huo moyo wa jiwe, alafu roho wa Mungu aingie ndani ya moyo, awaongoze hao watu katika sheria yake, kwa sababu wao wenyewe kuifuata sheria imeshindikana. Bwana asifiwe sana. Kwa nini na kupitisha kwenye haya? Ili uanze kuiona nafasi na uzito wa Roho Mtakatifu kwenye agano tunaloishi, agano jipya. Haleluya. Yeremia 31 mstari wa 31 mpaka wa 34. Yeremia 31 mpaka 34 inasema, angalia siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Kwa hiyo unaona hapa unabii Yeremia anaupata ni kwa habari ya agano jipya. Kwa hiyo agano jipya ambalo analiona analitabiri Yeremia limebeba nini ndani yake? Anasema, si kwa mfano wa agano lile nililofanya na baba zao katika siku zile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambalo agano langu hilo walilivunja, ingawa nalikuwa mume kwao, asema Bwana. Bali agano hilo ndilo nitakalolifanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitatia sheria yangu ndani yao na katika mioyo yao nitaiandika. Kwa unaona hapa Mungu anatofautisha agano lililokuwepo, agano la kale au agano lililoongozwa kwa Torati ya Musa, lililokuwa limeandikwa katika vibao kwa wino. Anasema agano hili jipya ambalo atalifanya, anasema lenyewe litakuwa ndani ya moyo. Hizo sheria zitakuwa ndani ya moyo. Kwa hichi anachokiona au unabii anaopata Yeremia hautofautiani na aliyopata Ezekieli, kwa sababu unazungumza kwa habari ya moyo wa mwanadamu. Sheria, anasema atakapokuja huyo Roho atawaongoza katika sheria yangu ndani ya mioyo yenu. Yeremia anasema nitatia sheria yangu ndani yao na katika mioyo yao nitaiandika, nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. Wala hawatamfundisha kila mtu jirani yake na kila mtu ndugu yake, wakisema mjue Bwana, kwa maana watanijua wote, tangu mdogo miongoni mwao hata aliye mkubwa miongoni mwao, asema Bwana. Maana nitausamehe uovu wao, wala dhambi yao sitaikumbuka tena. Jamani, haya mambo tukiyasoma sisi hapa tunaweza tukaona ni mepesi. Kwa Israeli ilikuwa ni jambo zito, Mungu kusema kwamba nitaisahau dhambi yao, kwamba nitausamehe uovu wao na kuisamehe, sitakumbuka tena dhambi yao. Ndicho tunachokiishi sisi ndani ya Kristo, kwamba Kristo tunapopokea msamaha wa dhambi, Mungu yani hakumbuki kabisa. Na si hivyo tu, hata unavyoendelea kuishi ndani ya Kristo, kwa sababu umefunikwa na Kristo, hata yale ambayo unaenda ukikosea Mungu hayaoni. Bwana asifiwe. Sio kwa sababu nyingine yote, ila kwa sababu tu umekubali kuwa ndani ya nani? Ukitoka nje ya Kristo, wewe ni mfu na umetengwa na Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa huu ni ufunuo mkubwa sana. Kwa tunaona Mungu anatoa unabii wa agano litakalokuja la Roho wa Mungu kuwa ndani ya muamini. Kwa watu wa Mungu, wewe hapo uliyekaa hapa, wewe mwanamke uliyekaa hapa, ndani yako umembeba Roho wa Mungu, ambayo jambo hilo kwa wenzetu agano la kale lilikuwa ni mystery, ni kitu kisichoeleweka, kitu kizito. Mungu akae ndani ya muamini, ndani ya mtu Mungu. Kwa tunaposema kwa habari ya Roho Mtakatifu katika agano jipya, jamani, sio kitu chepesi. Sisi tumepewa amana kubwa mno. Bwana asifiwe sana. Kwa tukianza kuelewa hichi tulichopewa, maisha yetu yataanza kuwa tofauti sana. Bwana asifiwe sana. Na hata huu uzito wa kujazwa na kuishi katika Roho tutauona na tutauishi. Bwana asifiwe sana. Sasa tuende kwenye kile ambacho Yesu mwenyewe sasa tumeona unabii uliotoka. Yesu mwenyewe anaanza kumwelezea huyo Roho Mtakatifu ambaye atakuja. Yohana sura ile ya 16. Yohana 16 mstari ule wa 7, alafu nitasoma mstari wa 13 mpaka 15. Kwa tutasoma mstari wa 7, alafu tutasoma 13 mpaka 15. Yohana 16 mstari wa 7 inasema,
lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Sasa hebu fikiria. Unajua ukisikiliza haya maneno ni kama maneno marahisi. Hebu fikiria ambavyo wewe tufanye ungepata fursa ya kuishi kipindi cha Yesu. Sawa? Yaani unamuonaga Yesu hivi, alafu wewe ni mwanafunzi wake. Alafu jinsi unavyomchukulia Yesu, yani hata hivi sasa hivi unavyomuona Yesu, kwamba ungepata nafasi ya kukutana na Yesu hapa mkaongea, yani hivi ana kwa ana hivi mnaonana, ungejisikiaje? Si ungejisikia kugalagala kabisa hivi? Ungejisikia raha, si ndio watu wa Mungu? Si ni kweli? Ungemweleza kila kitu. Na inawezekana ungekosa hata maneno kabaki unalia tu, si ndio? Sasa Yesu huyo anawaambia wanafunzi ambao alikuwa nao kila siku, wamemuona akitenda miujiza, wamemuona akiponya wagonjwa, wamemuona akifanya, akiwatendea wema wao wenyewe, wameona akiwalisha, wameona walipokosa hela alifanya mpango hela ikapatikana. Yesu afa anawaambia hivi, nawaambia iliyo kweli ya kwamba imewafaa ninyi, yani kwamba ni faida kwenu mimi niondoke. Si ni kama Yesu, mbona kwani anakielewa anachokisema? Yani Yesu tena yeye mwenyewe tena aondoke tena. Anaondoka vipi? Unatuacha achaje mzee? Si ndio? Lakini Yesu anawaambia ni faida kwenu. Yani nyinyi kama mnataka kufaidika, niacheni tu mimi niondoke. Anasema kwa sababu mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Sasa twende mstari wa 13 mpaka 15. Anasema, anaanza sasa kuelezea huyo Roho Mtakatifu akija. Pale ameonyesha umuhimu na uzito wa Roho Mtakatifu kuja, kwamba mpaka inambidi yeye kwanza afanye nini? Aondoke. Sasa 13 mpaka 15 anaanza kuonyesha kwa nini nilikuwa nawaambia hiyo kwamba ni faida kwenu. Huyo Roho Mtakatifu anakuja kufanya nini hasa? Anasema, lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli atawaongoza, awatie kwenye kweli yote. Sasa watu wa Mungu, kama kuna kitu ambacho kila mmoja wetu, kila aliyemwamini Kristo Yesu anatakiwa kupambania kukiweza na kukiishi, ni kuishi kweli yote, kwa sababu hiyo kweli ni Kristo. Torati ya Musa ilikuwa inawaongoza Wayahudi waishi kweli yote. Ndio maana kwenye agano hili jipya Roho wa Mungu anakuja ndani ya muamini ili atusaidie kuishi kweli yote. Kwa lugha nyingine ni kwamba Roho Mtakatifu asipokuwepo, hakuna muamini anaweza kuishi nini? Kweli yote. Kwa atawaongoza, awatie kwenye kweli yote. Na kwa nini? Kwa sababu hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari zake. Hebu anza kumuona Roho Mtakatifu, anza kupiga picha ya Roho Mtakatifu aliyepo ndani yako. Wewe unaishi katika agano hili jipya, anafanya kazi zipi? Anza kumuona kwamba kwanza ana uwezo. Ile kwamba mimi na wewe tuishi kweli yote haimaanishi Roho Mtakatifu amepunguza uwezo wake wa kutuongoza kuishi kweli yote. Tunaelewana watu wa Mungu? Uwezo wake uko pale pale. Ana uwezo wa kututia kwenye kweli yote. Lakini pia anasema anaweza kutupasha mambo yajayo, habari ya mambo yajayo anaweza kutuambia. 14 anasema yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Na yote yaliyo nayo Baba ni yangu, kwa hivyo nalisema ya kwamba atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari. Kwa Yesu anaanza naye kumuonyesha sasa. Tumeona manabii Ezekieli, Yeremia wanatabiri habari ya agano jipya na Roho Mtakatifu ambaye atakuwa ndani ya muamini, ndani ya moyo wa muamini kumwezesha kuishi kweli yote. Yesu naye anakuja kuongelea jambo hilo, kuthibitisha kile ambacho manabii walikitabiri. Sasa huyu Roho Mtakatifu, nataka tuangalie mambo ya msingi sana anayoyafanya katika maisha yetu sisi ndani ya agano hili jipya, ili tutakapoyaelewa hayo mambo tutaanza kutamani kujazwa zaidi, kuzamishwa zaidi katika utawala wake, kuhakikisha kwamba maisha yangu siishi mimi bali ninaogelea kwenye kile Roho anachotaka. Bwana asifiwe sana. Twende kwenye Warumi sasa. Nitakuwa
Ninasoma tu maandiko mengine, ninaweza nikayaparaphrase kwa sababu natamani tupate muda wa kutosha kujiachilia sasa kwa Roho Mtakatifu. Kwenye Warumi sura ile ya 8. Warumi sura ile ya 8. Paulo anaandika mambo mengi sana kwenye kitabu cha Warumi. Lakini ambacho nataka tukiangalia hapa ni kwa habari ya sheria mpya ambayo inawaongoza walioamini. Anasema inaitwa sheria ya Roho wa nini? Wa uzima ulio ndani ya Kristo Yesu. Ndio inayotuongoza sisi, maana imetuacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Bwana asifiwe sana. Ukipata muda nenda kasome hiyo sura ya 8 nzima. Na utaona anasema wale wanaoongozwa na Roho, hao ndio wana wa nani? Wa Mungu. Nikiyasoma haya maneno kutokea huku kwenda huku ni hivi: ukiwa unakubali kuongozwa na Roho, wewe ndio mwana wa Mungu. Wale wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa nani? Ukikubali kuongozwa na Roho, wewe ndio unakuwa mwana wa nani? Kweli kweli. Bwana asifiwe sana. Kwa Paulo anaonyesha msisitizo wa kwamba maisha ya mtu aliyezaliwa katika Roho, aliyezaliwa mara ya pili, aliyeokoka, aliyeko ndani ya agano jipya, yanapaswa kuwa ni maisha ya kuongozwa na Roho masaa 24 siku 7 kwa wiki. Ukiamka asubuhi, Roho Mtakatifu, kwa sababu ni hakika yuko ndani yako, yuko ndani yangu, ni uhakika. Hilo sio la kubahatisha, watu wa Mungu. Hilo sio la nini? La kubahatisha. Kwa sababu yuko ndani yako, atakuongoza ukijiachilia kwake. Changamoto tu ni kwamba ukisoma kwenye sura 8 utaona changamoto ni kwamba sisi huwa tunataka matakwa yetu. Nilikuwa namsikia mtumishi wa Mungu mama hapa alikuwa anaongelea habari ya kufa, kusulubishwa. Hilo jambo ukienda kusoma sura 8 utaona linawezekana ndani ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu sisi tunasulubishwa pamoja na Kristo. Roho anatuingiza katika kusulubishwa, kushiriki mauti ya Kristo. Kwa ili tuyafishe matendo ya mwili, tunatakiwa kujiachilia kwa Roho. Bwana asifiwe sana. Ndio maana Galatia pia anakuja anaongelea, anasema hivi: kuenenda kwa Roho ndiko kuna kumfanya mtu asitimize tamaa za. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa utagundua maisha ya muamini kwenye nyuzi 360 yamefungwa kwenye kujiachilia kwa Roho Mtakatifu na utawala wake. Kuna vitu vingi sana tunavitamani, na kuna vitu vingi sana kama kanisa tunatamani tuvione, na hivyo vitu viko ndani ya Roho Mtakatifu. Tunatamani kuona matendo makuu ya miujiza, tunatamani kuona nguvu za Mungu, tunatamani kuona Roho akitutumia kwa namna mbalimbali, si ndio watu wa Mungu? Tunatamani hayo yote, lakini hayo yote yapo kwenye gharama ndogo sana, inaitwa kujiachilia, kujisalimisha, kujidhabihu, kujitoa kikamilifu, kwamba Roho, mimi nimejitoa kwako, chukua maisha yangu. Sio jambo jepesi, lakini ni jambo linalowezekana pia kwa kumtegemea huyo huyo Roho. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka tumalizie kwa kuangalia maandiko mawili ya msingi. Wakorintho wa pili sura ile ya 3, ambao nilitamani sana tuisome sura nzima, lakini nitasoma mistari kadhaa, na ukipata muda naomba tafadhali, na sio ukipata, tafadhali nilisema ninakupa prompt, ninakupa uchokozi ili wewe ukafanye zaidi. Wakorintho wa pili, kwa nenda ukaisome sura nzima vizuri, sura ile ya 3. Kwa Paulo anaonyesha ulinganifu wa namna ambavyo agano la kale lilifanya kazi na agano letu ndani ya Kristo Yesu linavyofanya kazi na Roho anachokifanya. Anasema, ngoja nisome kuanzia mstari wa 2. Anasema, ninyi ndinyi barua yetu iliyoandikwa mioyoni mwetu, inajulikana na kusomwa na watu wote. Mnadhihirishwa kwamba mmekuwa barua ya Kristo tulioikatibu, iliyoandikwa si kwa wino, bali kwa Roho wa Mungu aliye hai, si katika vibao vya mawe, ila katika vibao ambavyo ni mioyo ya nini? Ya nyama. Nakumbuka unabii wa Yeremia kwa habari ya mioyo migumu itakayogeuzwa. Roho wa Mungu atakayekaa ndani ya waamini na kuwaongoza, kuwaelekeza katika sheria ya Mungu. Sawa? Kwa ndicho Paulo anachokisema hapa, kwamba sheria hiyo ndani ya waamini imeandikwa sio tena kwa wino.
sio katika vibao, bali katika moyo. Lakini moyo huu sio ule tena mgumu, ni moyo ambao ni wa nini? Wanyama. Sasa hiyo ni lugha ya picha kumaanisha moyo ambao umejiachilia. Bwana asifiwe sana. Mstari wa 6 anasema, naye ndiye aliyetutosheleza kuwa wahudumu wa agano jipya, si wa andiko bali wa roho, kwa maana andiko huua bali roho huuisha. Hapa anaposema si wa andiko, neno litakalotusaidia kuelewa zaidi kwenye Kiswahili ni si wa herufi. Yaani hatujaandikwa kwa herufi za maneno, bali kwa roho. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo watu wa Mungu, ukipata tafadhali tafuta muda, soma hiyo sura nzima. Kama kuna kitu ambacho muamini, sisi waamini tutakao kukielewa, ni kwamba yuko roho wa Mungu ndani yetu, na kazi yake ni kuiandika sheria ya Mungu kwenye mioyo yetu. Kwa tunapojifunza kuhusu kweli, ndio kazi Yesu alikuwa anaisema ya Roho Mtakatifu, kwamba atakuja awatie kwenye kweli yote. Kwa ninaposoma neno la Mungu, Roho wa Mungu anaiandika sheria ya Mungu kwenye moyo wangu, na ikikaa kwenye moyo wangu, ndipo ninapoanza kuishi sawasawa na mapenzi ya nani? Ya Mungu. Kwa namna gani? Kwa kujiachilia kuongozwa na Roho. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ukiyaelewa mambo hayo, utaanza kuona kwamba maisha ya ujazo wa Roho Mtakatifu ni kitu ambacho natakiwa kuendelea kutamani. Na tunapoongelea ujazo, jamani, kujazwa Roho Mtakatifu au kubatizwa. Ubatizo kwa mfano, kama miongoni mwetu yuko mtu hajabatizwa na Roho, kwa maana ya ubatizo. Kubatizwa, neno linalotumika ni baptizo, kuzamisha, kama lile la ubatizo wa maji. Sawa? Kuzamishwa. Sasa kuzamishwa huku, kubatizwa katika Roho, sio kuzamishwa kwenye maji, bali ni kuzamishwa katika utawala wa Roho. Kwa ndio maana utaona tunapoongelea habari ya ujazo wa Roho Mtakatifu, kwa mfano mchungaji alikuwa anasema hapa, tuingie katika kina, ifike mahali ambapo nimezama, ninaelea, sifanyi mambo kwa matakwa yangu mwenyewe, ni kama maji yamenichukua yananipeleka. Ndio maana tunataka kuendelea kujazwa na kubatizwa na Roho kila itwapo leo. Bwana asifiwe sana. Kwa hichi ndio kitu ambacho tunakitamani. Kwa nini? Kwa sababu ukifikia hapo, tukianza kwenda kwenye hayo maisha, tutajikuta tunafanya yaliyo mapenzi ya Baba, kwa sababu sio sisi tunaofanya, bali ni yeye. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna andiko moja nataka tumalize nalo alafu tuombe. Efeso sura ya 5. Efeso sura ya 5 mstari ule wa 18. Anasema, Paulo anaandika, anasema, tena msilewe kwa mvinyo ambapo mna ufisadi, bali mjazwe Roho. Nataka sasa sitasoma muktadha wa hapa au sura hii hapa, lakini kuna kitu ambacho Paulo alikuwa anakielezea, na nataka tuyafafanue haya maneno. Anaposema msilewe kwa mvinyo, bali mjazwe Roho. Mtu anapokunywa mvinyo akalewa, anakuwa hana control yake mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Tumeshawahi kuona walevi, watu wa Mungu, mtu akilewa, njia ni hii hapa, ila yeye kiwango chake cha kulewa ndo kinaamua anapita wapi. Bwana asifiwe sana. Kwa haamui mwenyewe, akisikia haja, kiwango chake cha ulevi kinaamua atoe hiyo haja akiwa wapi, saa ngapi na nani. Anaweza kawa yuko na mke wake na akatoa hapo hapo, na watoto akatoa hapo. Kwa nini? Kwa sababu hapo hana control tena, bali ni kiwango cha ulevi alichonacho. Amelewa kiasi gani ndio inaamua anafanya nini. Kwa anaposema msilewe kwa mvinyo, anatumia ulinganifu kwa waamini, kwamba muamini, kama kuna kitu anatakiwa kulewa nacho, kuchukuliwa kwenye utawala na ukontrol, ni Roho, bali mjazo Roho. Bwana asifiwe sana. Kwa hii inatuita kwenye nini? Inatuita kwenye maisha ya kwamba ifike mahali ambapo Roho wa Mungu ni mtawala wa maisha yako, umemlewa kiwango ambacho wewe huamui wewe tena, ila ni yeye anaamua. Sasa basi,
Ndio maana tunapoongelea habari ya kujazwa tena na tena, ndio hiki, kwa sababu mlevi akinywa chupa moja anakuwa hajalewa bado. Kuna wengine anaweza kama amelewa, kama ndo anaanza kujifunza, anakunywa kiglasi, akipiga siku ya kwanza chupa kalewa. Kwa pale mwanzoni pale unawezekana hapo nyuma uliwahi kujiachilia kidogo ukachukuliwa kwenye ka control fulani, lakini kadri unavyoendelea kukua unatakiwa kuendelea kulewa zaidi, kujaa zaidi, kujiachilia zaidi kwenye utawala wa nani? Wa Roho Mtakatifu. Kadri unavyoendelea kujaa, ndivyo ambavyo Roho wa Mungu anakuchukua na kukuongoza. Bwana Yesu asiwe sana. Bwana Yesu asiwe sana. Kwa hiyo kama kuna kitu ambacho nataka ndani yako kiwe ni shauku leo na kwenye kongamano hili, utoke ukiwa umejaa, umevutwa kwenye utawala wa Roho Mtakatifu. Yaani ukiondoka hapa, vitu vyako vyote, elimu ulionayo, ufahamu ulionao, maarifa ulionayo, mali ulizonazo, vitu vyote vinavyokuhusu wewe, sijui mume wako, sijui watoto wako, vyote maamuzi yako yawe yanatokana na Roho anataka nini. Maisha yako, kuna vitu ambavyo inawezekana una struggle, unaviona ni vigumu, unaona kama mbona hivi, mbona vile, mbona hapa pame hivi. Ni kwa sababu tu kuna matakwa yetu mengi sana ambayo yako juu ya utawala wa Roho. Kwa Roho Mtakatifu anakosa nafasi. Lakini tukijiachilia, tukajisalimisha kwake, mambo tutayaishi mapenzi ya Mungu. Kama umekuwa unatamani kuishi maisha ya kumpendeza Mungu, maisha ya kuishi sawa sawa na mapenzi ya Mungu, yako kwenye kujiachilia kwenye utawala wa Roho wa Mungu. Naomba tusimame.